Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma amesema kuwa kila mmoja ana wajibu wa kudumisha, kuitunza pamoja na kuwafundisha vijana mambo ya utamaduni kwa vitendo ili waweze kuiga kwa vitendo misingi ya utambulisho wa Mzanzibari. Akizungumza kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika hafla ya ufunguzi wa maonyesho wa tamasha la sanaa na utamaduni wa Mzanzibari huko Kiboje, mkoa wa Kusini Unguja, Waziri Pembe amesema kuwa kufanyika kwa tamasha hilo kuna dhamira pana ya kuitangaza utamaduni wa Mzanzibari ndani na nje ya nchi. Hivyo amesema ipo haja kwa kila mtu wa nafasi yake ana wajibu wa kudumisha na kutunza utamaduni wa Mzanzibari. Kufishwa kwa vizazi vijavyo. Nchi yetu inajipambanua katika utamaduni wake wenye asili mchanganyiko ambao unabaki kwa msingi muhimu wa amani, mshikamano na utangamano wa kijamii miongoni mwetu. Hivyo basi, ni wajibu wetu sote kuendelea kuhudumisha na kuwafundisha vijana wetu kwa vitendo, kwa kuwashirikisha katika shughuli za kijamii na kiutamaduni, kuongoza kwa busara ili warithi ipasavyo misingi ya utambulisho wetu kama taifa la Kizanzibari. Tamasha la utamaduni oye! Ndugu wananchi, kufanyika kwa tamasha hili kuna dhamira pana ya kuutangaza, kuuthibitisha na kusambaza utamaduni wetu Kizanzibari ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Tamasha hili ni jukwaa muhimu linalotoa fursa kwa Zanzibar kujitangaza kimataifa kupitia sanaa, mila, desturi na mtindo wetu wa maisha. Kadri tunavyozidi kuenzi, kuukuza na kuweka hadharani utamaduni wetu, ndivyo jina na hadhi ya Zanzibar inavyozidi kupaa katika ramani ya dunia. Hivi sasa Zanzibar inatembelewa na wageni kutoka mataifa mbalimbali wanaokuja kujifunza lugha yetu, mapishi yetu, mavazi, muziki wetu na falsafa yetu ya maisha. Haya yote yanadhihirishwa kwamba utamaduni wetu una mvuto mkubwa wa kimataifa. Na bahati ile njema sana, wakati tunatembelea mabanda kule, tumeona utajiri wetu huo wa vyakula vyetu vya Kizanzibari. Nina imani kubwa kwamba kama Kiswahili kitapata heshima ya kutambuliwa kimataifa na kuwekewa siku maalum ya maadhimisho katika miaka michache ijayo, utamaduni wa Mzanzibari nao utaadhimishwa kwa ngazi ya juu zaidi duniani na Zanzibar itaendelea kwa kitovu cha utamaduni, sanaa na maelewano ya tamaduni mbalimbali. Aidha, Waziri Riziki ameeleza kuwa kwa kutambua na kuthamini umuhimu wa sekta ya utamaduni, sanaa na michezo katika kuimarisha maendeleo ya nchi, serikali imeadhimia kuendeleza sanaa na utamaduni kwa kuimarisha juhudi za kukuza na kuendeleza urithi wa Kiswahili, historia, sanaa, utamaduni wa Mzanzibari ili kuvutia watafiti, wanafunzi na wasanii wa utamaduni duniani kote. Kutambua na kuthamini umuhimu wa sekta ya utamaduni, sanaa na michezo katika kuimarisha maendeleo ya nchi yetu, serikali imeazimia kuendeleza sanaa na utamaduni kwa kuimarisha juhudi za kukuza na kuendeleza urithi wa Kiswahili, historia, sanaa na utamaduni wa Mzanzibari ili kuvutia watafiti, wanafunzi na watalii wa utamaduni duniani kote. Katika kufanikisha lengo hilo, serikali yetu tukufu ya Mapinduzi ya Zanzibar ina azma na nia ya kujenga vituo viwili vya kuendeleza sanaa na urithi wa utamaduni katika maeneo ya kimkakati kwa upande wa Unguja na Pemba, ambapo wageni watakuja kujifunza historia, mavazi, mapishi ya Kizanzibari na hata utamaduni wetu kwa kuitana majina yetu. Tutaendelea kuandaa matamasha ya kimataifa ya utamaduni ikiwemo ya chakula na mavazi ya Mzanzibari ili kuvutia watalii na kutangaza utamaduni wetu. Ni jambo la faraja kuona kuwa wageni, wanafunzi na watafiti kutoka mataifa mbalimbali wanakuja Zanzibar, si tu kwa lengo la kujifunza lugha peke yake, bali pia kujifunza utamaduni wetu katika nyanja mbalimbali ikiwemo kama tulivyotaja mavazi, vyakula, lakini pia ukarimu, mapambo, muziki, ngoma, mtindo wetu wa maisha ambao unajengwa na misingi yetu ya utu, ukarimu na heshima tuliyojengea. Haya yote yanaonyesha wazi kwamba utamaduni wetu ni rasilimali muhimu ya kiuchumi inayochangia moja kwa moja
katika kukuza sekta ya utalii, kuongeza mapato ya taifa letu. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, ndugu Matar Zahor Masud, amesema sekta ya utamaduni inaendelea kukuza na kuelimisha jamii kwa wajibu uliopo kuendeleza utamaduni wa Kizanzibari. Pia amewataka wazazi kuachia vijana wao kufuata desturi za utamaduni wa mavazi ya asili. Matukio yetu mawili haya ya ufunguzi wa tamasha hili hapa ni katika mwendelezo wa ratiba ambayo wizara yetu imepanga kuendeleza katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tarehe 19 mpaka tarehe 21 tutakuwa hapa katika kijiji cha Ghana katika tamasha letu la Mzanzibari, na kuanzia tarehe 23 hadi 25 maadhimisho haya yatahamia katika kisiwa cha Pemba katika eneo la Kujini ili kuendelea na ratiba ambayo imepangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili hushirikisha makundi mbalimbali ya watu wakiwemo wajasiriamali, wa bidhaa za kitamaduni, wasanii, wadau mbalimbali, wageni kutoka ndani na nje ya Zanzibar na watu mbalimbali katika sherehe hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta ya utamaduni imekuwa ikiendelea kufanya matukio yanayofungamana na mila, silka, desturi, maadili, lugha na amali zetu za asili ili kulinda na kurithisha kwa vizazi vyetu. Ndiyo maana mara nyingi sekta hii hukutana na wananchi pamoja na kutumia vyombo vya habari katika kuelimisha, kuikumbusha jamii yetu wajibu tulionao wa kuhifadhi na kuendeleza utamaduni na sanaa kwa jumla. Tamasha hili la Mzanzibari pamoja na maadhimisho ya Baraza la Sanaa ni mojawapo ya njia zinazotumika katika kutekeleza jukumu hili la msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio makubwa tunayoyapata ya kuendeleza, kuhifadhi na kulinda utamaduni wetu, lakini zipo changamoto ambazo jamii zinapaswa kuzitilia maanani ili kuhakikisha kuwa tunatunza utamaduni wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa changamoto hizo, moja ni nguvu hafifu ya kujenga uwezo wa mabaraza ya wazee ambayo ndiyo tegemeo muhimu la kuisaidia wizara katika kurejesha maadili. Lakini pia changamoto nyingine ni wazee kuachia uhuru watoto wao kushiriki katika mambo yanayokinzana na umri wao na hivyo kuharibu mila, silka na tamaduni zetu. Lakini tatu ni athari za mitandao ya kijamii na namna isivyozingatia kuteua mambo na matukio yanayoendana na mila, silka na maadili yetu. Vijana wamekuwa wakitumia sana ama kupitia simu za wazee wao au kwenda katika maeneo maalumu yenye kujishughulisha na biashara za kutumia mitandao hiyo, hivyo kutumia na kuweza kuporomoa maadili yetu. Akizungumza kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi CCM, Amir Salmin ameiomba Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kutoa elimu maskulini pamoja na jamii kwa ujumla ili kuzikumbuka tamaduni zao, mila, silka za toka enzi za wazee wao. Ya heshima. Unapomkashifu kiongozi wako, hapo umekosa heshima. Katika dini zetu zinatuambia tuheshimu mamlaka. Unapoambiwa mamlaka, maana yake ni hawa viongozi walikuwepo sasa. Haiwezekani muhuni tu atoke awatukane viongozi wetu. Huku ni kukosea utamaduni wetu ambao tumeuenzi kutoka na wazee wetu. Nitumie fursa hii kuomba wizara yako jambo hili kuliangalia kwa kina, kuanzia maskulini kwetu, wazazi pamoja na wananchi kwa ujumla, kukumbuka tamaduni zetu, mila, silka toka enzi za wazee wetu zinaambatana na heshima. Vijana, heshima ni lazima tuwe nayo.
Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online